Kwanza naweza kusema nashukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufika Bamako salama. Kila mchezaji yuko katika hali nzuri na afya nzuri. Tumeanza maandalizi ya leo katika mji wa Bamako kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili. Maandalizi yameenda vizuri na tumeweza kupokea kitu gani ambacho benchi la ufundi limetuandalia kuelekea katika mchezo, na imani mpaka kesho tutakuwa katika 100% kuelekea katika mchezo wa kesho. Lakini maandalizi kwa ujumla yako vizuri na kila mchezaji yuko vizuri na amepokea vizuri mafunzo kutoka katika benchi la ufundi. Kwenye mazingira ambayo timu inatoka kupoteza, wewe ni kiongozi kwenye timu na mara nyingi unazungumza na wachezaji wengi kwenye timu kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Ile mechi ya kwanza na inayokwenda mechi mpya, ukitazama ari ya wachezaji na utayari wao ikoje? Kwa ujumla kwamba tumekubali kwamba tulipoteza mchezo muhimu sana nyumbani kwetu, lakini hilo tunaweza kusema kwamba sisi tunaliweka, tunafungua kurasa mpya sasa hivi. Akili zetu na focus zetu zote ziko katika mchezo unaokuja. Ndio maana unaona katika kempu tumekuwa na utulivu mkubwa, kwa sababu wachezaji wote concentration yao, akili yao iko katika mchezo huu, kuhakikisha tunapata pointi 3 ili kuweza kuangalia mazingira gani ambayo tumejiwekea kuelekea katika group stage mechi zinazobaki. Na tumebakiza mechi 5, kila mechi iliyobaki ni muhimu kwa sisi kuweza kupata pointi 3 ili kuweza kuqualify katika hatua nyingine. Kwa hiyo nadhani kila mchezaji anajiandaa na ametulia kuweza kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huu. Kwa uzoefu wako, umecheza mechi nyingi sana ukanda wa magharibi mwa Afrika. Moja kati ya sifa yao kubwa, wanatumia sana nguvu, lakini ni wazuri pia kwenye kuzuia pale ambapo wanacheza mid block. Unadhani ulivyowatazama Stade Malien kwenye mchezo wa kwanza, ni mpinzani wa namna gani? Ni timu nzuri. Mimi naweza kusema kwamba kila timu iliyofika katika hatua hii ni timu nzuri, na naweza kusema kwamba tumeangalia mechi yao iliyopita, wako tayari, wanapambana na wanapigana kupata matokeo ndani ya uwanja. Kwa hiyo hilo kwetu sisi tumeliangalia na tumelifanyia kazi, na ndio maana mpaka sasa tunaendelea kupata mafunzo ya kutoka katika benchi letu la ufundi ni namna gani tunaendelea kumkabili mpinzani kama huyo akiwa nyumbani kwake, kuhakikisha tunapata pointi 3. Na imani kwamba mchezo hautakuwa rahisi, mchezo utahitaji kupigana, kujitolea ili kuhakikisha tunapata pointi 3 ili tuweze kurudi nyumbani na pointi 3. La mwisho, mmesafiri umbali mrefu na mmeacha mashabiki wengi Tanzania ambao na ukanda wa Afrika Mashariki ambao wanaisupport Simba. Wewe ni nahodha, pengine wangesikia kutoka kwako, kuna lipi la kuambia? Mimi naweza kusema tumesafiri kutoka umbali mrefu, tumekuja hapa na imani kwamba kufika hapa sio kwamba tumeacha mashabiki wetu, na imani mashabiki wetu, wanachama wetu wako nyuma yetu sisi kuweza kutupa support kuhakikisha mchezo wa Jumapili tunapata pointi 3. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwa niaba ya wachezaji, tunaomba sana mashabiki wetu, naomba wanachama wetu waweze kuendelea kutupa support na waweze kuwa nyuma yetu, kwa sababu tuna jukumu kubwa la Jumapili kuhakikisha timu yetu inapata pointi 3. Kwa hiyo support ambayo wao wako nchini kwetu lakini waweze kutupa, itatupa sisi nguvu kuweza kuhakikisha tunaweza kupata pointi 3. Kikubwa ambacho wanachoahidi, wataona timu inaenda kupigana, inapambana kuhakikisha tunapata pointi 3.